Mimi naitwa Mrs. Gloria Shangarai, ni mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali inayoitwa Mvulana Alindwe Initiative. Niliguswa kwa swala la ulawiti wa watoto wa kiume kwa kuwa mimi nilikuwa mdau wa elimu, nilikuwa mwalimu ambaye sasa hivi nimestaafu, na hili tatizo nimekumbana nalo sana katika shughuli zangu za kila siku wakati nafanya kazi katika kufundisha watoto. Likawa linajitokeza hili tatizo la watoto wa kiume kulawitiana wenyewe kwa wenyewe kwenye makorongo yanayozunguka shule na mtaani pia likawa lipo. Kwa hiyo nikawa nimeliona limekuwa kama ni kitu kinachonichoma moyoni. Nikaona kwa nini nisijitolee kutoa elimu kwa watoto wa kiume wanaoharibika, na sisi tupo tunaweza kufanya hii kazi. Kwa hiyo nikaamua kujituma na kupambana, nikaanzisha hii taasisi. Lengo la taasisi ni kutoa elimu kwa watoto wa kiume, vijana wasikubali hili swala liloingia sasa hivi ambalo linavuruga watoto wa kiume. Wanakuwa hawajitambui, hawaelewi umuhimu wao katika jamii, kwamba tunawategemea ni taifa la kesho, tunawategemea ni baba watakao kuwa wababa, watakao kuwa na familia, watakuwa vichwa vya familia ambao wanatakiwa kuwa na nguvu ya kupambana na kazi ili waweze kulisha na kulea familia zao na watoto wao hakikisha wapata elimu inayotakiwa. Kwa swala hili liloingia sasa hivi linadhoofisha nguvu za watoto wa kiume. Watakuwa hawana nguvu tena kuwa imara, kusimamia familia zao, kujisimamia wenyewe, watakuwa hawawezi. Kwa hiyo nikaona ni vizuri, idea ndio kwa nayo kichwani kutokana na kazi ndio kwa nafanya ya kukaa na watoto kuwafundisha, niendelee kuwafundisha, kuwapa elimu, wasikubali kufanya haya mambo ulawiti au kufanya mambo ambayo hayatakiwi ili waweze kufikia malengo yao. Mimi nilivyoanzisha hii taasisi nikafanya maombi kutoka TAMISEMI, nikaomba nipewe kibali ili nipite mashuleni niweze kuwafundisha watoto. Na niliomba kupita mashuleni kwa sababu kwamba huko kwenye mashule ndio kuna watoto hao wa kiume wengi rika lote, kuanzia ile rika dogo, watoto wa chekechea darasa la kwanza mpaka la 7, ambao hivi vitendo tunapokuja kuona mtoto analawitiwa, anafanya ulawiti au analawitiwa huku form 1, form 4 au mtaani, huyu mtoto ameanza kwenye shule ya msingi. Kwa sababu haya matatizo nimeyaona yanaanzia kwenye hizi shule. Watoto wadogo wanalawitiwa na watoto wakubwa wa darasa la 5, la 6, la 7 kwa kuwadanganya, kuwapa pipi, kuwapa vitu vidogo na saa nyingine wanawalazimisha. Kwa hiyo wale watoto wadogo hawajui, wanalazimishwa wanafanya, wengine alafu wanawapa vitisho, hawasemi mpaka sisi walimu tuje tugundue mtoto ameshaharibikiwa akikaa darasani, anakuta anajisaidia bila utaratibu. Kwa hiyo katika kuchunguza ndio tukagundua kumbe kuna hili tatizo la kwamba watoto wenzao wanawalawiti. Watoto hapa shule wakishaanza kuwalawiti, wa kule mtaani wanakuwa wanasema huyu hapa anafanyiwa hivi, na kule mtaani wanakuwa kuna watoto wale wachokora nao wanafanyia vitendo kama hivi. Kwa hiyo nikaona niombe nifanye mashuleni ili niweze kupata watoto wote rika lote kuanzia chini ambao waathirika wakubwa ni darasa la kwanza, la 2 na la 3 hata la 4 ndio wanafanywa sana hivi vitu. Hao wakubwa kubwa angalau wale ambao wana tabia hizo wanakwepa, lakini hao wakubwa wenye tabia hizo ndio wanawatumia watoto wadogo wa darasa la kwanza, la 2 na la 3. Kwa hiyo nikaomba ruhusa sasa nianze kuelimisha kupitia mashuleni. Nikapewa kibali ndio nikatoa mashuleni. Shule ya Salasala ni shule moja wapo ambayo pia mimi nilifanya kazi hapo na haya matatizo ndiyaona. Kwa majina naitwa Madam Doris Mwakinyuke. Mimi ni mwezeshaji kwenye taasisi hii ya mwanaume mtoto wa kiume alindwe. Na kwa sababu mimi ni mwalimu na taasisi hii imeanzia huku chini kwa watoto wetu wa shule za msingi na sekondari kwa ajili ya kuwawezesha, kuwafundisha ni jinsi gani kitendo cha ulawiti kilivyokisiri kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi nimeguswa sana na nimeona na mimi nisaidie kwenye hii taasisi kuwezesha watoto, kuelimisha na namna ya kuweza kuongea nao. Na kwa sababu wamekuja leo kututembelea shuleni kwetu, kwa hiyo nilikuwa mbele sana kwa ajili ya kuwaelimisha watoto na kuelekeza madhara ya ulawiti kwa watoto wa kiume.